Ni wasaa mwingine tena tunapokutana kwenye GPS. Mimi naitwa Frederick Bundala, nipo na DJ Sma pamoja na Ali Masubi. Twende kule Gaza ambapo zaidi ya Wapalestina 100 wameuawa katika mashambulizi mapya ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israel usiku wa kuamkia Jumapili, ikiwa ni mwendelezo wa operesheni ya kijeshi iliyoenea katika ukanda wa Gaza. Tukio hilo limekuja wakati wa awamu mpya ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yanayoendeshwa na wapatanishi kutoka Misri na Qatar kwa msaada wa Marekani. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Gaza, Khalil al-Dekran, alithibitisha kwa Reuters kuwa watu wasiopungua 100 wameuawa usiku wa Jumapili. Familia nzima usiku kwa mkea Jumapili. Familia nzima zimefutwa katika register ya kiraia kwa mabomu ya Israel, amenukuliwa. Idadi hiyo inajumuisha wanawake, watoto na waandishi wa habari 5 waliuawa pamoja na familia zao. Jeshi la Israel halijatoa kauli rasmi kuhusu mashambulizi hayo mapya, lakini limekuwa likipanua operesheni zake kwa lengo la kupata kile inachokiita udhibiti wa kimkakati katika eneo la Gaza. Tangu Alhamisi, mashambulizi yamewaua mamia ya watu, yakilenga maandalizi ya uvamizi mpya wa ardhini. Shambulio moja lililolenga kambi ya hema ya wakimbizi huko Han Yunis, kusini mwa Gaza, lilisababisha vifo vya wanawake 5, wanawake na watoto na kujeruhi makumi na kuchoma hema kadhaa. Hamas imelaani tukio hilo kama uhalifu mpya katili, ikishutumu utawala wa Marekani kwa kuchochea hali hiyo. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kuwa hospitali ya Indonesia, moja ya vituo vikubwa vya tiba kaskazini mwa Gaza vilivyokuwa vikifanya kazi kwa sehemu, imelazimika kusitisha huduma kutokana na mashambulizi ya Israel yaliyofanyika karibu na maeneo ya hospitali hiyo. Pia hospitali ya Shifa, kubwa zaidi Gaza, imepokea miili ya watu 40 waliouawa na makumi ya majeruhi, huku wahudumu wakiomba msaada wa damu kwa haraka. Huduma ya dharura ya Palestina imeripoti kuwa 75% ya magari ya wagonjwa wamesitisha kazi kutokana na uhaba mkubwa wa mafuta uliosababishwa na marufuku ya Israel ya kuingiza misaada. Wameonya kuwa iwapo mafuta hayatapatikana ndani ya saa 72, shughuli zote za uokoaji zitalazimika kusimama. Wakati haya yote yakitokea, duru mpya mazungumzo ya usitishaji vita yanakumbwa na changamoto. Kulingana na vyanzo vya karibu na majadiliano hayo, hakuna mafanikio yaliyopatikana hadi sasa. Kituo cha habari cha Sky News Arabia na BBC viliripoti kuwa Hamas imependekeza kuachia huru nusu wa mateka wa Kiyahudi kwa masharti ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa miezi 2 na kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina walioko Israel. Hata hivyo, afisa wa Hamas aliyezungumza na Reuters alisema msimamo wa Israel haujabadilika, wanataka warejeshewe mateka wao bila kutoa dhamana ya kusitisha vita. Taarifa za vyombo vya habari vya Kiyahudi na Kiarabu pia zimeibua sintofahamu kuhusu taarifa kuwa kiongozi wa Hamas, Mohamed Sinwar, huenda ameuawa, ingawa Hamas haijathibitisha wala kukanusha. Nchini Israel, Einav Zangaukel, mama wa mateka Matan Zangaukel, amelalamikia serikali ya Netanyahu kwa kukataa kusitisha vita ili kuruhusu kuachiliwa kwa mateka waliobaki. Serikali bado inataka makubaliano ya kipande tu, wanatuumiza makusudi, rudisheni watoto wetu wote 58, aliandika katika mtandao wa X. Shambulio hili linajiri siku moja baada ya shambulio jingine la anga la Israel kugonga basi dogo la abiria. Hii ni nadhani ni kitu kingine. Sawa. Sasa ndo hivyo. Mambo yanazidi kuwa mabaya. Kwa hii wiki mpaka Jumapili pamefanyika mauaji mengi sana na Israel imepiga sana. Kama unavyosikia pia ile kukataza misaada ya kuingia Gaza imeleta dhahama kubwa sana. Mafuta, hospitali zinapata tabu. Sma, ukiangalia hiki kinachoendelea kwa sasa, kuna matumaini kwamba hivi ceasefire na kusitishwa kwa mapigano kutafanyika soon? Hapana. Sioni kifanyika. Mmoja wa Knesset, members wa Knesset ambao ni kama bunge lao, ambaye video yake imetrend sana mitandaoni kwa ambao wanafuatilia hivyo, anasema kwamba dunia imeshazoea hali ya Gaza. Sasa hivi haijalishi wakifa watu wa Gaza 50 au 200, hakuna anayeshtuka. Washazoea kwamba ni kitu ambacho kimeshakuwa cha kawaida yani. Kwa hiyo
mpaka wao wanaongea hivyo, ina maana wana confidence kwamba dunia ishazoea hata hivi, yani hamna tena jipi, yani kwa hiyo tunaweza tukaendelea na tunachokifanya. Ila kuna mchezo mmoja umechezwa ambao na waonea huruma viongozi wa Kiarabu. Kabla ya Trump kwenda Middle East kutembelea viongozi wa Kiarabu, ilisambaa taarifa kwamba yeye na Netanyahu kama zikimenuka hivi, hawaelewani, sijui nini, na kwamba anafanya kachukua mambo kwa mikononi mwake, na nadhani kuwa kuna ile ceasefire kati yake yeye na Al-Houthi kule. Alafu pia kuna raia wa Kimarekani ambaye ni mwanajeshi ambaye ana dual citizenship ya Kiisraeli na Kimarekani, ambaye aliruhusiwa alinegotiate akaachiwa, kaenda kwenye nchi za Warabuni, kaondoka na 4 trillion dollars. Alafu wakati kamaliza tu, Israeli huku kafanya maangamizi makubwa sana, na alivyoulizwa Trump akasema mimi simuingilii Netanyahu anachotaka kukifanya baada ya trip. Kwa hiyo ile ilikuwa ni psyops kwa sababu angeenda wakati bado hali ambayo inaendelea sasa hivi, huenda mapokezi yasingekuwa kama yalivyo sasa hivi. Sidhani kama ingizuia chochote, lakini mapokezi yasingekuwa warm kama yalivyo. Lakini kitendo cha kutengeneza kama kwamba kulikuwa kuna mpasuko kati yake yeye na Netanyahu na baadhi ya vitu vingine, na kwamba kuna anafanya negotiation kwa binafsi bila kuwahusisha, imepelekea kupokewa vizuri, na yaliyojiri yamejiri, kamaliza kaondoka. Kwa hiyo ni psyops ambayo imetengenezwa, mwisho wa siku kamaliza akapata alichokipata, huku jamaa wanaendeleza wanachokiendeleza. Sioni any ceasefire karibuni. Sana naona kwamba Waisraeli wakizidisha ukali wa wanachokifanya. Currently kuna mashirika kama 12 ambayo ndo ameshapewa dili ya kuuza real estate, ya kuuza maeneo Gaza. Yani tunavyoongea hapa kuna mashirika ambayo yanauza viwanja Gaza. Unataka by the beach, unataka wapi, tayari wana mipango yao na harakati zinaendelea. Kwa hiyo the greater Israel inaendelea kufanyika, na kwa upande wa kibinadamu, pamoja na kwamba Hamas wanapambana kadri ya uwezo wao, Hezbollah wamekuwa kimya, Houthi wanaendelea kufanya wanachokifanya na harakati zingine. Israeli currently kadri mambo yanavyoendelea wamekuwa very bold. Alafu kwa bahati mbaya nasikitika kwamba watu bado wanaamini kwamba hii issue labda ilianzia Oktoba 7 na kilichotokea na that narrative, lakini tuseme kwamba ilianzia then, tuchukulie tu kwamba hypothetically ilianzia then na Oktoba 7, kinachohusiana ni cha Gaza. Hivi watu wanaona kinachoendelea West Bank ni sehemu ambayo hakuna Hamas udhibiti wao ni Gaza tu. Kuna mauaji makubwa sana kikatili yanafanyika. Ukiangalia hata kwenye media inaonyesha jinsi gani settlers settlers nasemaje, walowezi haram wanaenda wanachoma mashamba ya olives kwa Kiswahili tunasema ni zaituni. Ni zaituni. Wanachoma nyumba za watu, yani wanakuja wanahamisha kwamba wewe ni Mpalestina ambaye huko hapo tangia kabla hata Israeli haijahamia pale, Zionist Israel. Wanachoma, na askari wakija badala ya kuwazuia wale, wanazuia watu wasizime moto. Na hiyo ni West Bank ambapo hakuna Hamas, hakuna ushambulizi, hamna chochote. Kwa hiyo it's a systemic cleansing and settlement ambayo inaendelea, ambayo haina uhusiano wowote pale. Na kwa bahati mbaya kinachoendelea. Kwa hiyo ni hali ambayo sioni any ceasefire mpaka kudra Mungu utakapokuja, kwa sababu haya ni mambo ambayo yako kimaandiko. Sasa on the other hand ni kwamba Trump ana proposal ya kuhamisha Wagaza 1,000,000 kutoka Gaza kwenda Libya.
Mwanzo wa vita ilikuwa inasemekana kuna raia au kuna watu 2.5 Gaza. Ukiona wao wanapiga mahesabu ya kuhamisha watu 1,000,000 ambayo ndo katika ukijoin dots kauli zake kadhaa ni za kuhamisha watu wote walioko Gaza watoke Gaza, inamaanisha kwamba, na hii ni estimation yangu roughly kutokana na akili yangu na logic na ninavyofikiria, huenda kwamba Gaza akawa wamekufa watu zaidi ya 1,000,000 tangia hivi vita vimeanza. Achilia mbali waliouawa na mabomu na kufunikwa na vifusi na nini, lakini kama tulivyoona mahospitali karibia yote. Yani Gaza haijalishi wewe ni mtu wa Red Cross au ni afisa wa afya au ni afisa au kwenye hospitali au kanisa au chochote, yani kwao ni haki yao. Na kwenye makala iliyopita tulikuwa tunaongelea jinsi gani sheria za kimataifa zinakataza vitu kama sehemu za ibada, makanisa, watu yule Pavel Kukushkin ambaye tuliongea naye wa kutoka Urusi akawa anaelezea jinsi gani kuna majeshi ya Ukraine yanaua press, watu ambao ni waandishi wa habari ambao ni kinyume cha sheria za kimataifa. Lakini Israel hakuna sehemu ambayo wameuawa waandishi wengi wa habari zaidi ya Gaza pale, na hospitali na nini na kila kitu. So ukijumlisha hivyo vyote pamoja na kwamba kuna watu wanakufa kwa kukosa chakula, kuna watu wanakufa kwa kukosa huduma za afya, kuna watu wanakufa kwa kukosa maji salama na vitu kama hivyo, na kadiria huenda kama wamefika watu 1,000,000 kwa sababu Trump yuko tayari kuhamisha watu 1,000,000 kwenda Libya. Sasa ikumbuke kwamba Libya, nchi ambayo walivamia wao Marekani na washirika wao wakaiharibu, iko nyanga, hali yake ni mbaya kama tunavyoona. Na sasa hivi wanaharibu nchi nyingine ambayo ni Gaza, ambayo ni Marekani. Tunajua kuna maaskari zao na wanajeshi wao, na silaha 90% yanazotumika ni za kwao, wanaharibu. Kwa hiyo wanatoa nchi moja iliyoharibika, wanahamisha watu kutoka hapo kupeleka nchi nyingine iliyoharibika. This is the Western moral standards. Yes. Sasa jeshi la Israel limetangaza kuanzisha operesheni kubwa ya ardhini dhidi ya Hamas na makundi mengine ya wanamgambo wa Palestina, ikihusisha mashambulizi kutoka kaskazini hadi kusini mwa ukanda wa Gaza. Kupitia taarifa rasmi, jeshi hilo limeeleza kuwa katika kipindi cha siku moja iliyopita, vikosi vya kawaida vya akiba vimeanzisha operesheni kubwa ardhini kote kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza kama sehemu ya mwanzo wa operesheni ambayo inaitwa ni Gideon's Marriott, something like that. Aidha, jeshi la anga la Israel limefanya mashambulizi dhidi ya zaidi ya shabaha 670 zinazodaiwa kuwa wanachosema wao za kigaidi za Hamas ndani ya Gaza. Jeshi hilo lidai kuwa limeua makumi ya wapiganaji wa Hamas, kuharibu miundombinu ya ardhini na chini ya ardhi na kuchukua udhibiti wa maeneo mbalimbali katika ukanda huo. Hamas imeitaja operesheni hiyo kuwa ni kampeni ya mauaji makusudi dhidi ya waandishi wa habari wa Palestina, ikisema ni sehemu ya unyanyasaji unaoendelea na mauaji dhidi ya wanahabari. Taarifa ya Hamas imewataja waandishi wa habari ambao wameuawa ni Aziz al-Hajar, Nur Kandil, Abdurrahman al-Abdillah, Khalid Absaif na Ahmed al-Zinati. Inadaiwa kuwa nyumba na mahema ya waandishi hao zilishambuliwa alfajiri na kusababisha vifo vyao pamoja na watoto wao na familia zao. Ni uhalifu tata unaodhihirisha ukatili wa chombo hiki cha kifashisti, ilisema Hamas, ikilaumu jamii ya kimataifa kwa kukosa uwezo wa kuzuia uhalifu huu wa kivita wa kihistoria unaotangazwa moja kwa moja kwenye televisheni kwa miezi kadhaa. Hamas imedai kuwa zaidi ya waandishi wa habari 230 wa Palestina wameuawa tangu kwanza kwa mgogoro huo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Wakati huo mazungumzo ya usitishaji vita yanaendelea mjini Doha na Qatar hayajazaa matunda. Mjini Doha, Qatar, huku Hamas ikieleza kutoridhishwa na baadhi ya mapendekezo. Akizungumza na shirika la habari la Tasnim la Iran, kiongozi mwandamizi wa Hamas Osama Hamdan alisema, bado tupo katika mazungumzo. Mapendekezo yasiyokubalika kwa upande wetu yanatolewa na pia tunawasilisha mapendekezo yetu. Hamdan aliongeza kuwa hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa hadi sasa. Alibainisha kuwa kuachiliwa kwa mateka mmoja mwenye uraia wa Marekani na Israel wiki iliyopita ilikuwa ni hatua ya Hamas kuharakisha kufikiwa kwa makubaliano ya usitishaji vita.
watu wa Palestina ndio watakaoamua viongozi wao kupitia uchaguzi. Huo pekee ndio njia halali, hiyo pekee ndio njia halali ya kuunda uongozi wao wa kisiasa, alisema Hamdan. Ali, unasikiliza, unaona Hamas kama wako tayari kwa ajili ya ceasefire? Hamas wamekuwa tayari kwa ceasefire siku zote. Hamas wamekuwa tayari kwa ceasefire, lakini nchini Israel mtu ambaye amekuwa hayuko tayari kwa ceasefire ni mmoja, Benjamin Netanyahu, pamoja na washirika wake wale wa siasa za mrengo wa kulia, wale tunasema wanachama chama cha Liquid. Sasa ndo hao tunawafahamu ambao wote wamekuwa na msimamo mkali sana kuhusiana na swala la Palestina, ama kuhusiana na swala la Gaza, kwa sababu Palestina ni kwa ujumla wake tukijumlisha na West Bank. Lakini sasa mara baada ya ile ceasefire ya kwanza ambayo ilifanyika ile na ikaja ikavunjika, tunaona kwamba baada ya pale Israel walizidisha sana mashambulizi, na hiki kinachotokea tangu pale watu wamekuwa na uawa kwa sababu hamna kilichokuwa kinaingia. Kwanza walifanya total besiege wakati wa ceasefire, gari zilikuwa zinaingia japokuwa sio nyingi kama mkataba unavyosema, lakini baadhi zilikuwa zinaingia baadhi. Sasa kulikuwa kuna nafuu kidogo, lakini baada ya ile ceasefire wakazingira kabisa, hamna kinachoingia. Na tangu kipindi kile maisha Gaza yamekuwa ni magumu sana. Kuna picha unaziona watoto wadogo wamebaki mifupa tu, yani paka unaogopa hivi, unaangalia unaweza ukatoka machozi. Hali ni mbaya sana. Chana na wale wanaoshambuliwa labda wapo ndani, wapo wapi, ili unakuta wamefariki tu, maiti zao zinaonekana. Sasa chana na hao, chana na ambao wako kwenye vifusi kama ndugu yangu wanavyosema. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia Gaza, hali ni mbaya, tena imekuwa mbaya zaidi. Sasa hizi siku za hivi karibuni tunaona kwamba Hamas kama kawaida ilipitishwa juzi hii wanasema kama makubaliano, kwa sababu Hamas na Marekani wamekuwa wanaongea maongezi ya moja kwa moja. Tunafahamu kwamba Marekani huwa haongei na vikundi kwake anavyovichukulia vya kigaidi. Formula yao ile wanaosema kwamba Marekani huwa hawaongei na magaidi, yani sera yao. Lakini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana wamekaa nao chini wanaongea, na wakawa wamekubaliana kumwachia huyo mmoja Muisrael mwenye asili ya Marekani, na zikavuzuka propaganda ama tetesi kwamba ndio mateka pekee anayesemekana yuko hai katika wale mateka wengine wote. Lengo lilikuwa ni nini? Kutoa justification ya Israel kuendelea kufanya mashambulizi. Sasa siku chache mbeleni ndo tunaona imekuja hii operation ya Gideon's Chariots, ambayo Chariots inakuwa ni kama, sijui kwa nini wameita hivyo, ni kama Chariots ni kama naniliza farasi, ze gari za farasi. Kwa hiyo wameita Gideon's Chariots. Sasa mara nyingi huwa tuna operations zinaitwa majina mbalimbali. Unaona juzi Palestina tuliona, Pakistan tuliona, India wale walianza shambulizi lao wakaliita operation Sindurs, alafu wakaja ambao Sindur wenyewe walimaanisha kile kidude hapa ambacho mwanamke anawekewa kihindi kile chekundu, mabaniani wale. Alafu Pakistan wao wakaja na wenyewe na operation ya kujibu, counter operation, ambao wenyewe waliita operation Bunyanum Marsus, ambayo wenyewe nao walitoa kwenye aya ya sura Tusaf ambayo inamaanisha ukuta imara, ambayo hiyo inasema kama Mwenyezi Mungu upendelea zaidi wale ambao wanajipanga katika safu kama ukuta imara. Kwa hiyo wao wakachukua ile Bunyanum Marsus, ndio wakaita operation yao kama operation Bunyanum Marsus, operation ukuta imara, ambao kama tumekuwa tunasema kwamba ni vita. Unajua hii vita hiyo ni ya kidini. Kwa hiyo hiyo sio mada ni kwamba hiyo sio point yangu ni kwamba operation hizi huwa zinaitwa majina haya ya kijeshi, sio jambo la ajabu. Kwa hiyo hiki kinachotokea Gaza, wao wamesema kwamba wanafanya shambulizi, lengo likiwa ni kushika yale maeneo ya kimkakati ya Hamas ambao wameshikilia mule Gaza, katika eneo ambalo kusema kweli ukanda wa Gaza limebakia kidogo sana. Na speaking of ukanda wa Gaza, fun fact ni kwamba kuna jamaa mmoja
ni fan huyu, yeye anajiitaga ukanda wa Gaza. Yupo nadhani yupo YouTube, sijui yupo Instagram, lakini hata atakuwa amesikia hapo. Anajiita ukanda wa Gaza. Sijui kwa nini kaamua kujiita hivyo. Sasa operation hii wanasema kuna maeneo ya kimkakati wanataka washambulia. Actually kwa akili ya kawaida utakuwa unaona kwamba Hamas namna walivyojiposition ni kama tunasema ni kama jani ambalo linakuwa liko katika msitu. Kwa hiyo jani lililopo katika msitu kulitafuta inakuwa ni kazi sana. Kwa hiyo sasa ndio Hamas walivyojiposition, na ndio maana unaweza kuona, ndio maana paka leo tunakaribia mwaka wa pili vita vinaendelea kupiganwa. Hamas yamedhibitiwa? Hapana, hawajadhibitiwa. Sababu pia ni hiyo kujiposition, ambayo kuna sababu nyingi sana, kiwemo ile network ya tunnels ama mahandaki ambayo yako chini, njia zao za chini ya ardhi. Lakini sababu nyingine ambayo unaweza kusema mbali na kujiposition hivyo ni kwamba Hamas pia na mbali na hiyo sababu kwamba kinachokuonesha kwamba wamejiposition hivyo ni unaweza ukaangalia kwamba hawa jamaa nguvu iliyotumika kufanya demolition, kwa bomoa, wamebomoa maeneo mengi sana, karibu 90% ya Gaza yote, lakini bado Hamas wanatoka tu from nowhere. Utashangaa wametoka hapa, wametoka pale, na wanaendelea kufanya mashambulizi. Wewe jiulize, huyu mfungwa wa juzi naye ametoka na afya nzuri tu, kakabidhiwa, na walivyokuwa na mkabidhi hata wale wanajeshi wawili wakabidhiwa kwa nguvu kubwa ya kipropaganda kama waliofanya kipindi cha ceasefire. Hapana, sasa hivi wakabidhi tu haraka kwa wale Red Cross, lakini bado wana nguvu na wako imara. Hiyo yote inatuonesha kwamba bado Hamas ni wako mbali katika kushindwa. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine pia ni fedheha kwa Israel kwamba nyinyi mmetumia nguvu kubwa kiasi hiki na bado mmeshindwa kuadhibiti. Na ndio maana bwana Benjamin Netanyahu anaona kabisa, mimi sina namna yoyote, namna yangu nilonayo ili angalau kujiokoa ni kuadhibiti na kuwashinda Hamas. Na anaona kabisa, mbona hawa mimi naweza nikawashinda, mimi ndio Israel moja mimi ndio nasema kwamba kiongozi wa moja ya mataifa yenye teknolojia kubwa duniani, kijeshi, lakini pia kiakili. Sasa inakuwaje tunazidiwa na hawa watu hawa wanamgambo kawaida? Ndio hizo ninazozisema mimi asymmetrical warfare, vita ambavyo havina mlinganyo, yani pande mbili zinazopigana hazilingani. Hamas hana ndege hata moja, Hamas hana makombora makubwa, Hamas hana blockbuster bombs, lakini amekuwa resilient mpaka leo, anapiga, hajaishiwa risasi, anapiga risasi, anafanya mashambulizi. Ndio maana Israeli anaendelea kushambulia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Hamas hali imekuwa ni mbaya. Sasa ukirudi kwenye hii operation ya sasa hivi ambayo imetangazwa kufanyika, inakuonyesha kwamba kumbe Hamas bado ana nguvu. Ndio maana imebidi Israel alikuwa anashambulia kawaida, lakini hii aliyokuja nayo ni offensive kubwa zaidi kuliko yale mashambulizi ya kawaida ya siku zote ambayo alikuwa anayafanya. Kwa hiyo kuna shabaha mbalimbali ambazo ameziangalia, amezistadi kwa muda wote. Labda majengo hayo tumeona anafanya air campaign na mashambulizi yamefanyika makubwa sana. Na ina maana anaandaa pia kufanya ground invasion kama ambavyo operation nasema, aingie zaidi ndani. Kwa hiyo ili mara nyingi tumeona tangu anavyoanza akiwa anataka kufanya hivyo, anavotaka kuingiza majeshi ya ardhini, huwa anachokifanya kwanza anashambulia sana kutokea angani. Kwa hiyo pale sasa ndio anaanza kuingiza vifaru vile, anaingiza wanajeshi wake majeshi ya ardhini huko Gaza. Kwa hiyo sasa hii bado inatuonesha kwamba nguvu ya Hamas iko wapi, japokuwa kwamba hali ni mbaya, wanaoteseka ni raia, na hali ya raia kusema kweli ni mbaya mno kuliko hata inavyofikiriwa. Ni maajabu tu kwamba wamewezaje kuwa resilient mpaka sasa hivi, wameweza kustahimili, ni maajabu. Sasa hii sasa ni inatupa pia picha moja kwamba Israeli anafanya hii operation. Je, atafanikiwa? Na vipi asipofanikiwa? Kwa sababu yeye amesema kwamba anaenda kukomboa. Yani hii ndio kama tunasema amefanya operation nyingi, lakini kwake hii ndio kama last chance, kwa anaenda kuwamaliza Hamas. Yes, yani hii tunavyoona kwamba anaenda kuwamaliza, kwa sababu kwani Hamas wenyewe wamebaki wapi bro Sky? Walianzia kule mpakani kaskazini, wamerudi, amekata pale yupo katikati ile Netzarim corridor,
ameitanua, wamerudi, yani ni sehemu ndogo sana ya mapigano imebaki, ambayo ndio hii ameanzisha kampeni hii na hii operation kaita jina maalum. Sasa ndio sisi tunategemea kwamba kwa jinsi alivyojibrag kwamba hii sasa ndio naenda kumaliza kabisa, yani kama katafunua, wanasema hiyo lugha ya mtaani. Kwa hiyo sasa sisi tunategemea hivyo. Tukishangaa tena imepita mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, hapo itakuwa ni failure tena kwake. Inamaanisha Netanyahu kashindwa kufikia goal, na pengine washirika wake ambaye ni Marekani na mataifa mengine. Tunaona Uingereza juzi kuna kesi imefanyika kwa sababu ya kuuza silaha zile. Kuna kesi kampuni imeblokiwa, nadhani ilikopo kampuni, nimesahau kidogo, kwa ajili ya kuuza silaha. Lakini pia kuna Ujerumani, yani washirika wake wote ambao wamekopa wanashirikiana na Israel, wao pia sio kama yani wameshachoka kuidefend hii vita na wanategemea kuona hivi vita vinaisha. Kwa hiyo hata Marekani mwenyewe pengine atakuwa ana buy time, ama anaamini kwamba Netanyahu kwamba bwana, this time you have to get it. Mara hii make sure unamaliza kabisa hii kitu, kwa sababu ni mbaya, watu wanateseka na inaharibu, inatanish image ya Netanyahu, yani image ya Trump, kwamba yeye anasema yeye ni rais wa ambaye ana nguvu, taifa lenye nguvu duniani, anapenda amani, lakini kashindwa kumcontain Israel, kashindwa kuimaliza vita. Leo ameenda Uarabuni, tunasema hizi nchi za Guba, Gulf States, kaenda kule. Kila nchi aliyoenda swala lilikuwa la Gaza. Kaanza tunasema Saudia wamemwambia kwamba swala hili linatakiwa lifike mwisho. Akaleta swala la normalization. Saudi Arabia wamesema hapato kuwa na normalization yoyote, yani hilo watu tusiongelee. Tutaongelea normalization pale ambapo Israel ataitambua Palestina, sio atasitisha mapigano, atatambua, yani ili swala la dola ya Palestina yani liwe lina afya. Sababu Israel watambui dola ya Palestina kama zile Abraham Accords zilivyokuwa zinasema. Kwa hiyo yeye alivyoenda pale, Donald Trump aliongelea Abraham Accords, ambazo ndio hizo tunasema Abraham Accords ndio zile yale makubaliano, si ndio, ambayo yalifanyika na Yasir, ya normalization ilifanyika na Yasir Arafat, sio Abraham Accord ni aliyokuwa chini ya Trump. Yes, Abraham Accord wamechanganya. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa yeye anasema kwamba anaamini itakuwepo, lakini Saudi Arabia wameshasema. Kaenda Qatar ndo hao tunafahamu wapo kidete siku zote. Hamas wenyewe hifadhi wamepewa Qatar. Kafika Qatar, imekuwa hivyo tena. Emir wa Qatar ambaye anakuwa ni Athani, yeye ndio amemwambia pale, akamwambia kwamba Marekani ni taifa lenye nguvu sana. Kwa hiyo sisi tunaamini nguvu za Marekani zina uwezo wa kulifikia hili swala, yani kufikisha mwafaka wa hili swala. Ametoka pale ameenda UAE, kauli imekuwa ile. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa ile tunaita Arab world ama dunia ya Waarabu. Na tukisema dunia ya Waarabu katika geopolitics tunamaanisha nchi zote ambazo zina Waarabu, watu ambao wana asili ya Kiarabu, tamaduni za Kiarabu na lugha yao ni Kiarabu. Unaongelea watu wao, ndio unamaanisha nchi kama Saudia, Iran hayupo hapo, watu wasi make mistake. Syria yupo, Lebanon yupo, ambao ni nchi ya Kiarabu pekee yenye idadi kubwa ya Kristo. Lakini pia ukitoka hapo unakuja nchi za Kiafrika kama Libya, Algeria, Morocco, nazo zinahesabika, zipo Egypt, zinahesabika kama zipo kwenye Arab world. Na Palestina hauwezi ukaiacha kwa sababu wale ni Waarabu. Kwa hiyo wale wanatetea pia Waarabu wenzao, na pia imeonekana kwamba nyinyi mmeshindwa kutetea vya kutosha haya ambayo yamekuwa yanaendelea. Na maana hata sema hapo amegusia kwamba kwa sababu hata Trump alipokuwa anaenda, kama hii operation ingefanyika pale, kusema kweli ingejenga picha mbaya. Kwa hiyo kuna namna tu inaonyesha kwamba hawa hawajagombana, ni kama bado wanashirikiana. Lakini mbali na hivyo pia imefanyika tunasema ile Arab League Summit, tunasema inakopo ni ile kama ule jumuiya ya Waarabu ambayo imefanyikia Baghdad, Iraq huko imefanyika. Na katika kufanyika hapo
jambo kubwa ni hili la Gaza, lakini wale hawana meno, ni basi tu wanakaa wanajadiliana. Na kama mimi nadhani siku zote nimekuwa nasema tatizo la Waarabu ni unafiki, kwamba adui wa Mwarabu ni Mwarabu mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kuona kitu ambacho Waarabu wameweza kukipata kimoja kikubwa tu kwa sasa hivi ni hili la Syria, kwamba Syria itaondolewa vikwazo. Trump kasema hivyo, na mtu wao Al-Julani ameenda pale, amekuwa wamemsifu, wameshikana mikono na Trump. Ni jambo ambalo nadra sana kwamba yule mlomwekea bounty ya dola milioni 10 leo mnamtolea ile bounty, ama ile nasema kwa Kiswahili tunasema kama dau, kwamba la kukamatwa kwake ambao ni hela nyingi sana hiyo, mamilioni kwa Tanzania. Dola milioni 10 almost milioni 250, sio? Sasa ile imeondolewa na kusema kwamba huyu sasa hivi tena sio gaidi yule ambaye alikuwa mwanzo. Kwa unaweza kaona na kukaa ukaangalia kwamba hili jambo kaka Sky la Gaza, ukikaa ukaliangalia lilivyokaa, kusema kweli hii ya sasa hivi sisi ndo tunategemea kwa nguvu za Israel. Kama tunaongelea Middle East, hamna jeshi la anga kubwa kama lake. Ukiongelea duniani, jeshi lake la anga ni bora sana. Hiyo inafahamika. Watu hesabu wasije kukosoa dola milioni 10 kama bilioni 27. BB. Sema sifuri au ina maana inaongezeka hapo 0.1. Unaweza 0.2 zimeongezeka kwenye milioni 250. So mchezo. Sasa unaweza kaona hiyo hela mtu tu angesema, yani unaweza kaona huyo Jaulani alikuwa ni hot cake kiasi gani, lakini leo ndio hivyo anakaa kwenye meza ile ya juu. Yani jumuiya ya kimataifa imeshasahau yani yale makosa yote aliyofanya na kila kitu, just kwa sababu kwa sasa hivi wao wameamua na kuona yuko sahihi kwa maslahi yao. Kwa hiyo tukirudi kwenye hii mada ya kuongelea Palestine kwa sasa hivi, yani Gaza kule, hii ndo tunategemea kama iwe the last bit, kwamba hichi sasa kikifeli hapo tutakata shangaa na kuona nguvu za Israeli zinakuwa zimekaaji, na Hamas wataendelea kupata ile credit yao, japokuwa cost kubwa sana inakuwa ni kwa raia wanaumia sana, kwa sababu kama Israel hawajali, katika watu 100 kukiwa kuna Hamas 2-3, wakisport tu kuna Hamas 2-3, basi wale 93 wote 97 wote wale wameisha. Yani itapigwa pale boma, haijalishi kuna wanawake, haijalishi kuna watoto. Na huo umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu kama ufanisi wa mauaji ungekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo plan ya Israel nadhani imekuwa ni kupiga yale majengo, kutafuta njia wale wanapotokea. Kama unamuua nyoka unajaribu kumsuffocate lakini imeshashindwa. Walitaka paka waingize maji ya baharini, imeshindwa. Walikopo wana form zile, naona zimeshindwa. Yani hizo form labda wangetengeneza hata kiwanda kizima. Naona hata kile hizo form huko zikokozo zinazalishwa zimeshindikana. Yani form hiyo ilikopo ni aina fulani ya majimaji, yani kama yanawekwa kwenye mashimo alafu yanaenda yanafunga lile shimo. Zote hizo zimeshindikana. Yani jamaa ile network tunnel yao sijui ni tunnel ya aina gani. Ndio maana kama unavyosema hapo umekuwa na shambulia miundombinu. Zile gari kama tunavyoona sasa hivi hazionekani ziko wapi zile gari zao nyeupe. Zile walizokopo wanazitumia kile kipindi. Lakini endapo ikifanyika ceasefire sasa hivi, wale jamaa ni kama panya au mende ambao wamejificha wakati wa mwanga. Watakapotokea huwa haijulikani, utaona watatoka smart, watatoka na yale mabango yao, hajulikani. Ina maana wana printing press kule chini, wana kila kitu wale jamaa chini ambacho wanacho. Kwa hiyo ni kazi sana, wa jamaa walijipanga muda mrefu sana. Kwa hiyo nadhani Israel sasa sijui hii, ngoja tuiangalie hii itaendaje, kama kweli watafanikiwa kwa komboa wale mateka kama kweli. Lakini siku zote tunafahamu labda kwa sababu Hamas wanajua kabisa wana misingi ya dini, labda hawezi kuwaua. Lakini kisheria kawaida ingekopo ni jambazi ndio kawashika au gaidi, amewashika wale mateka, alafu wewe unataka umuue, hamna namna. Atasema sawa mimi utaniua, lakini hawa nao nawaua. Kwa hiyo unakuwa umekosa, kweli mimi umefanikiwa kuniua lakini mateka wako umekosa. Sasa kuna kauli hapa kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambapo Jumamosi alimshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kudanganya kuhusu nia yake katika ukanda wa Mashariki ya Kati, akisema Marekani inapaswa kufukuzwa kabisa kutoka eneo hilo. Khamenei pia alirejea msimamo wake wa muda mrefu dhidi ya Israel, akiita uvimbe wa saratani unaopaswa kutokomezwa. Katika hotuba yake ya kwanza tangu ziara ya Trump kukamilika katika nchi za Guba, Khamenei alisema Trump alisema anataka kutumia nguvu kwa ajili ya amani. Alidanganya. Yeye na serikali ya Marekani
walitumia nguvu kuua watu Gaza na kusababisha vita kila walipoweza. Khamenei alidai kuwa Marekani imetoa mabomu ya tani 10 kwa Israel ili wadondoshe juu ya watoto wa Gaza, hospitali, nyumba za watu wa Lebanon na popote pale watakapoweza. Kiongozi huyu mkuu wa Iran ambaye ana mamlaka ya mwisho katika masuala yote ya kitaifa alisisitiza tena wito wake wa kuiangamiza Israel. Bila shaka utawala wa Kizayuni ni chanzo cha ufisadi, vita na mgawanyiko. Utawala huu ambao ni hatari mbaya na uvimbe wa saratani ni lazima uangamizwe na utaangamizwa. Mbali na matamshi yake, Iran imekuwa ikiwekeza mabilioni ya dola kusaidia makundi ya wapiganaji wa kivita kama Hezbollah, Hamas na Wahuthi wa Yemen, makundi ambayo huendesha mashambulizi dhidi ya Israel. Matamshi haya yanakuja siku moja tu baada ya Trump kukamilisha ziara ya hadhi ya juu katika nchi za Ghuba, akilenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kupata ahadi za uwekezaji wa kiasi cha trilioni 1.4 za dola. Wakati wa ziara yake, Trump alikosoa vikali Iran kwa kufadhili ugaidi na umwagaji damu, huku akiahidi kuiwekea vikwazo zaidi vya mafuta. Khamenei pia bila kuitaja kauli moja kwa moja alisema baadhi ya matamshi ya Trump ni aibu na hayastahili hata kujibiwa. Ngazi ya matamshi hayo ni ya chini sana kiasi kwamba yanamwaibisha anayeyasema na kuwa fedheha kwa watu wa Marekani. Aliongeza, mfumo huu wa Marekani umefeli. Kwa juhudi za mataifa ya kanda hii, Marekani italazimika kuondoka na itaondoka. Aidha, Khamenei alimshtumu Trump kwa kuendeleza mtindo wa utegemezi kwa nchi za Kiarabu za Ghuba. Rais wa Marekani alipendekeza mfano wa uongozi wa nchi hizi za Kiarabu ambao kwa maneno yake mwenyewe una maana kwamba bila Marekani nchi hizo haziwezi kudumu hata kwa siku 10. Mpaka sasa, kupitia mikataba, mienendo na mapendekezo yao, wa Marekani bado wanashinikiza mfumo huu wa utegemezi ili nchi zishindwe kuishi bila msaada wa Marekani. Mfumo huu bila shaka umefeli, alisema Khamenei. Licha ya msimamo mkali wa Khamenei, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitangaza kuwa nchi yake itaendelea na mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, lakini haitalegeza haki zake. Sma, umemsikiliza Khamenei. Khamenei hataki kumuelewa kabisa Trump na Marekani na ahadi zake. Nadhani kwa sababu ameona hakuna sincerity, hakuna ukweli kwenye kauli za Trump na anachokisema. Kama vile Ukraine alisema nataka amani, nitastisha ndani ya siku moja, alafu bado unaendelea kupeleka silaha, unaendelea kuwa support. Huko same thing, kaenda kuanzisha vita out of nowhere na Al-Houthi kule, ambayo mwisho wa siku yeye mwenyewe kaona kwamba hivi, yani kwa ufupi Marekani imechemka dhidi ya Al-Houthi. Sima hapo ndugu yangu, wakati unaendelea nataka nikupe fun fact moja. Hiyo bwana, Wahindi huko wamechafukwa. Baada ya kuwa tukio lile limetokea la Pakistan, inasemekana media za Marekani ndizo ambazo zili hype kwamba India Rafale zimedondoshwa. Yani wao ndio inasemekana wali hype. Sasa uko Palkishalma bwana alichukia kweli kweli. Yani Wahindi wote, sijui vyombo vyao vyote unavyovijua wewe, wakaanza sasa na wenyewe kusema kwamba Marekani na wao nani kayasema ya kwao kwamba huko kwamba wameaibishwa na Wahuthi. Hicho unachokisema wewe. Akasema F-35 ambao wanasema ni stealth, haionekani, ilibidi imanuve kukwepa kombora la Wahuthi. Ndio kombora ya bei rahisi tu, kama yale ya interceptor za gharama. Akasema F-16 naye yenyewe ilikaribiwa kupigwa. Akasema F-18 moja, achana na ile ambayo ilipigwa umistake na Wahuthi, F-18 ile Super Hornet. Alafu akasema F-18 nyingine ambayo ilidondokea majini. Kwa nini ilidondokea majini? Kwa sababu ile aircraft carrier ilitakiwa ikwepe kombora, kwa hiyo ikafanya sharp turn. Ilipofanya sharp turn, ile meli ikifanywa, zile carrier huwa zikifanywa sharp turn huwa zinagemea upande mmoja. Kwa hiyo ndege moja ikawa imedondokea majini, F-18. Kwa hiyo na hizo ni gharama, F-18 moja $70,000,000. Na hiyo F-35 tunasema haitaki ionekane. Kwa nini imeonekana kwa Wahuthi? Kwa hiyo ndo hicho nikataka kusemea hapo. Hiyo fun fact, Wahindi walichukizwa kweli na wenyewe ikabidi wamseme Marekani. Okay. Sawa.
Unakumbuka ulipoishia Wansma? Ama kutoa kwenye mchezo. Kama unashotaka kuongezea tuendelee na Okay, bana Masubu umetutoa kabisa kwenye reli ndugu yangu. Anyways, nilikuwa nataka tuongee pia kuhusiana na ziara ya Trump sasa kwa ukubwa wake, ambapo tunafahamu kwamba amefunga hiyo ziara yake siku kama 2 akitia saini mikataba ya thamani ya dola bilioni 200 na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, huku akiweka msingi wa kituo kikubwa zaidi cha teknolojia ya akili bandia AI duniani nchini Marekani kitakachojengwa Abu Dhabi. Kwa mujibu wa ikulu ya Marekani, mikataba hiyo inahusisha uwekezaji mkubwa katika sekta ya akili bandia, usafiri wa anga, nishati na viwanda vingine muhimu. Makubaliano haya yanakuja baada ya Trump kufikia mikataba ya thamani ya dola bilioni 600 na Saudi Arabia na bilioni 243 na Qatar, hivyo kufikisha jumla ya ahadi za uwekezaji hadi dola trilioni 1.4 katika ziara yake ya Mashariki ya Kati. Kivutio kikubwa cha mikataba ya UAE ni ujenzi wa campus ya AI yenye ukubwa wa maili za mraba 10 yenye uwezo wa gigawatts 5 kwa vituo vya data, itakaojengwa na kampuni ya G42 ya Abu Dhabi kwa ushirikiano na makampuni kadhaa ya Marekani. Campus hii mpya ya AI kubwa zaidi nje ya Marekani itakuwa makao makuu ya kampuni kubwa za teknolojia Marekani, hyperscalers, ikitoa uwezo mkubwa wa kompyuta kwa eneo la kusini mwa dunia, ilieleza Wizara ya Biashara Marekani DOC. Kwa mujibu wa Bloomberg, Trump pia anapima mkataba wa kuruhusu UAE kuagiza hadi chip 500,000 za Nvidia za H100 kila mwaka hadi 2027, ambapo sehemu ya 5 ya chip hizo zitapewa kampuni ya G42. Siku ya Jumanne, Trump pia alikamilisha mkataba wa uwekezaji wa dola bilioni 80 katika AI na Saudi Arabia, hatua ambayo ilichochea ongezeko la thamani ya hisa za Nvidia na kampuni nyingine kubwa za teknolojia ya Marekani. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa Marekani wameelezea wasiwasi kuwa China inaweza kunufaika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa kupata teknolojia hiyo kupitia mataifa ya Ghuba, japo kuwa mikataba hiyo imewekewa masharti ya kiusalama. UAE imejitoa kulinda teknolojia ya AI kwa kuanzisha hatua kali za kuzuia uhamishaji holela na kuhakikisha udhibiti wa matumizi, ilieleza DOC. Mkataba huu ni hatua muhimu katika kutimiza maono ya Rais Trump ya kuiweka Marekani katika nafasi ya uongozi wa teknolojia ya AI, alisema waziri wa biashara wa Marekani Howard W. Lutnick. Rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan aliyesaini mkataba huo pamoja na Trump aliuelezea kama ushahidi wa ushirikiano unaoendelea kati ya nchi zao katika nyanja ya akili bandia. Kampuni ya Boeing na GE Aerospace zilisaini mkataba na shirika la ndege la Etihad la UAE, ambapo Etihad itawekeza dola bilioni 14.5 kununua ndege 28 za masafa marefu, zikiwemo model za Boeing 787 na 777X zenye injini za GE. Mikataba hii imekuwa ya mafanikio makubwa kwa makampuni hayo, ikizingatiwa kuwa siku moja kabla Boeing pia ilisaini oda ya dola bilioni 96 na Qatar Airways. Hisa za Boeing zilipanda hadi kiwango cha juu kwa mwaka huu, huku GE Aerospace ikifikia thamani ya juu zaidi tangu mwaka 2001. Katika sekta ya nishati, kampuni kubwa ya Marekani kama ExxonMobil, Occidental Petroleum na EOG Resources zimefikia makubaliano ya dola bilioni 60 kushirikiana na ADNOC, shirika la mafuta la taifa la Abu Dhabi, kupanua uzalishaji wa mafuta na gesi. Makubaliano mengine yanahusisha miradi ya kuzalisha aluminium na gallium kwa ushirikiano na Emirates Global Aluminium. Kwa ujumla, ziara Trump imeonyesha mafanikio makubwa ya kiuchumi, ikionyesha dhamira ya Marekani kuongoza katika teknolojia ya AI, huku mataifa ya Ghuba yakitumia fursa hiyo kupanua uchumi wao na kupunguza utegemezi wa mafuta. Sma, unaona bakuli hili ambalo ameondoka nalo limejaa mifuko la mahela na deals kama zote, lakini kile ambacho kinani alert zaidi ni kuhusiana na artificial intelligence. Can you imagine jinsi ambavyo nchi hizi zinawekeza katika AI? Inasikitisha. Naomba nijibu kwa sababu ulioyaongea ina sehemu 3. Na yote nadhani ni ushuhuda wa vitu ambavyo tushie kuviongea.
wiki kadhaa tulizozipita tuliongea hapa, alafu mwisho tukajikuta tumeingia kwenye rabbit hole tukiongelea kina BlackRock kama mnakumbuka. Nikasema Trump waliomweka madarakani ni hizo corporations, na hata ukiangalia move zake zote zimekuwa za kibiashara, kuanzia Panama Canal kwa sababu ya kibiashara kule, ukiangalia kwenye upande wa Greenland, ukiangalia China, ukiangalia trade war na vingine, vyote is driven by business. Umetaja list ya biashara ambazo zote at the end of the day they are owned by wanaoran dunia, ambao kuna BlackRock, State Street, Vanguard and the likes. Kwa hiyo mwisho wa siku Trump waliomweka madarakani, yeye ukiangalia asilimia kubwa yuko kibiashara. Kaenda Ukraine, kasecure deals kwa sababu ya biashara. Kaenda Marco Rubio yuko busy Congo, na Tshisekedi na nani wa Rwanda, Kagame kwa sababu ya biashara. Kaja huku biashara. Nvidia 100 kwa sababu kwanza kupoteza soko la China ilikuwa ni pigo kubwa sana, wamekuja. Kwa hiyo ukiangalia unajua nani ambaye anamuendesha Trump, nani ambaye kamweka pale. So it's all about business, those big corporations those zilomweka pale, na yuko kibiashara zaidi. Hiyo ni moja. Upande wa pili tuliongea, moja ya makala nilielezea kuanzia kitu ambacho kilikuwa kinaitwa kama petrodollar, na jinsi ambavyo Henry Kissinger alivyokuja na hii deal na kutoa kwenye gold standard na kuja hapo. Lakini nikaongea jinsi mkataba walioingia wa Arabu na Marekani back then, sio tu wa petrodollar wa kuuza na kununua kwa kutumia dola, lakini investment ya nchi za Kiarabu inatakiwa iende Marekani, ikatumike kule, then kinachofatikana ziada faida ndo ambacho Marekani anaamua aje akilete back huku kwa njia ambayo anaitaka. Na hayo makala yapo YouTube, watu wakiingia kwenye Fuse watayakuta. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kitu ambacho kimethibitika. Cha pili, angalia investment, unajua total value ya investment aliyotokana ni 4.5 billion. Umeongelea baadhi ya deals nyingi ambazo ziko hapa. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho tuliongelea huko nyuma kwenye Fuse, na ndo kimekuja kutokea, tumekiona mbele yetu. Cha tatu ni kwamba umemwongelea Khamenei na akasema kwamba Trump kampa Netanyahu tani 10 za mabomu ya kudropisha pale. Sasa unajua mwisho wa siku tuna harakati zetu za kimaisha, alafu kuna upande wa kiimani, wale ambao wanaamini Mungu, wanaamini kwamba kuna kufa na kuna kesho utaenda mbele ya Mungu. Hasa hizo nchi za Kiarabu ambazo zilitegemewa, ambazo at least kwamba wao ndo angewasaidia wenzao Palestina ambao ndo wanazidi kuumizwa, wao ndo wanazidi kuinvest kwa Marekani ambaye ndo anapeleka mabomu na kumwezesha Israeli atekeleze genocide yake na ukatili wote anaofanya. Kwa hiyo unaona jinsi gani ndo bana, yani unajua vitu vyote nilishaviongea kwenye Fuse. Nikasema tusitegemee mpaka ule mkataba tuliweka, mkataba ambao aliingia Saudi mwenyewe, original Saudi ambaye alisign na Waingereza, kusema ina vipengele vingi, lakini moja hapa akisema hata thubutu hata kuongelea chochote, na wala hajali kwamba Palestina atapewa nchi gani au yoyote au chochote, wala hatofanya chochote. Kwa hiyo niliongelea na mkataba huko kwenye Fuse. YouTube anaitaka aje angalie, ila mwisho wa siku ndo yanathibitika kwamba wanachofanyiwa Palestina, wenzao ambao walitegemea wataweza kusaidia ndo hao ambao wana facilitate mauaji huku. Kwa hiyo inasikitisha, sijui kesho mbele ya Mungu wataenda kujibu nini, lakini at the end of the day ndo dunia ambayo tunaishi. Masubi, ziara ya Marekani, umesikiliza taarifa na ripoti. Sio mbaya kwa kiuchumi kwa Marekani, jamaa amezikusanya kweli. Yes, kusema ukweli, Waarabu kwa muda mrefu
hasa kwa wakati wa Biden Waarabu walikuwa cautious sana. Walikuwa cautious, lakini tunaona hichi kipindi uwekezaji wa Waarabu kwa Marekani umekuwa ni yani katika hali ambayo watu hawakutegemea. Unaambiwa hata kile kipindi cha mara ya kwanza, kwa sababu mara mwisho Trump ameenda nchi za Guba ilikuwa ni kabla ya hii sasa hivi, ilikuwa ni mwaka 2017, na katika ile ziara pesa alizopata zilikuwa za kawaida sana. Lakini safari hii imekopo ni hatari, ni hela nyingi kweli kweli, na hii imeshtusha sana. Na lakini ilikuwa ni jambo ambalo linajulikana, na ukiangalia Trump uongozi wake wa sasa hivi ni mfumo kidogo tunaona kama ndugu yangu anavyosemaga Great Reset. Ni mfumo ambao Marekani inataka ibadilike, itoke kule ambako katika ule uchumi wenye deficit, uchumi tegemezi ambao unategemea zaidi. Unaweza kuona Marekani ana deficit na mataifa mengi sana. Sasa Marekani anataka awe pia mzalishaji, lakini tayari Marekani ana maeneo ambayo yeye anaongoza, na ogopa sana maeneo ambayo Marekani anaongoza. Achana na hao wengine wanaongoza sijui kwenye kuuza sijui labda jinzi, sijui kuuza vyombo Marekani, sijui kuuza bidhaa hizi za kawaida. Yeye anaongoza kwenye vitu ambavyo vile ni top notch technologies. Ana Silicon Valley. Niambie leo Ulaya nzima hauwezi kupata kitu kama Silicon Valley. At least Mchina ndo anakuja na yeye kwa kasi katika utengenezaji wa chip, labda na South Korea. Lakini Marekani bado anabakia yeye ni top, yani ni top notch sana kwenye anazile top notch tunasema investment. Ukija kwenye chips huko, njoo kwenye sijui social media hizi, sijui Instagram nani, kuna vitu vyake vile ambavyo amewekeza ndio vinafanya hata uchumi wa Marekani unakuwa uko juu na baadhi ya sehemu. Kwa hiyo unaweza kuona safari hii Marekani ameenda hapo, na kitu ambacho wangu wengi hawakitegemea ni hii investment katika AI. Lakini hii imeshajidhihirisha na imeonekana kwamba Saudi Arabia yeye pia binafsi yake amekupa na ndoto kubwa za kuwekeza kwenye AI, na tayari ana kampuni yake inaitwa Shumanein. Hiyo ndio kampuni ambayo iko chini ya Saudi Arabia, na ndoto za bin Salman kuona Saudi Arabia inakuwa ni kinara kwenye AI. Lakini pia mataifa yote mengine tunaona Qatar, tunaona UAE, wote wamekuwa wako hivyo. Lakini sehemu nyingine ambayo tu hawajaiangalia ambayo imekopo ni ya msingi sana ni kwenye military industry, ambapo katika military industrial complex ama tunasema katika ile silaha za kijeshi tunaona kabisa Marekani imeweza kufanikiwa kupata deal kama kawaida. Saudi Arabia ametaka silaha, lakini pia Qatar defense deal hizo ambazo ni silaha mbalimbali, mifumo ya ulinzi na baadhi ya silaha zimehitajika. Unaweza ukafika ukaona alivyokuwa Qatar, alitembelea ile base kubwa kuliko zote, na alivyofika pale akawa anaongea na wale wanajeshi na nini, lakini pia zaidi akawa ameongea na hiyo base kuwepo, ndo haya anayosema Sma. Lakini pia inabidi kufahamu kwa nini hizi base zipo Marekani, zipo Mashariki ya Kati na ni nyingi. Sio hiyo tu, kwa nini ziko pale? Inasemekana kipindi cha mwanzo Saudia alikataaga pasiwe na base. Hivi Saudia kuna base? Sipo za Marekani. Zipo. Inavyosemwa kwamba mwanzo alikataa, kwa hiyo Qatar akakubali kuhost. Kwa hiyo baada ya pale ndio akaenda pia maeneo mengine, tunaona UAE pia na base, Djibouti wapi. Lakini sasa swali langu, point yangu mimi ni moja kwamba Mashariki ya Kati pale hizi base zipo pale. Swali la kujiuliza kwa nini zinakuwa ziko pale, ni kwa sababu moja kwa moja ni kuhakikisha Marekani analinda maslahi yake katika ile eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu wapo wa Marekani wengi sana wapo pale kwenye makampuni ya mafuta na baadhi ya vitu vingine. Lakini uchumi wa Marekani kama Khamenei alivyosema, kwa asilimia kubwa huo ndo ukweli, unategemea nchi hizi za Mashariki ya Kati, unategemea bidhaa za mafuta kama hivyo. Kwa hiyo kama kuna lolote linalotokea, sijui vikundi vya ugaidi au chochote kikitokea, kiongozi mmoja kaamua asitoe kama kile kipindi cha Saddam Hussein, au ameamua kwenda
kumshambulia nchi nyingine, wao wanakuwa wana kambi zao pale, wana asset zao, USS carriers zile, aircraft carriers zile, meli ambazo zina ndege na vitu vingine vyote vinakuwa viko katika eneo lile, katika ile region, kwa sababu ndio region ambayo ina maslahi makubwa sana kwao. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona kwamba nchi kama Saudi Arabia inahitaji kununua ndege, inahitaji kununua silaha ambazo kwa asilimia kubwa wao hata wanaweza wasiwe ndio wanaozicontrol hizo silaha. Anayecontrol nani? Ni Marekani pamoja na baadhi ya washirika wake, lakini zaidi ni Marekani ambaye ndio labda anakuwa kauza hiyo silaha husika, labda kama ni ndege, labda kama ni mfumo wa ulinzi. Lakini kwa matishio gani? Kwa matishio ambayo wale Waarabu wema ambao ndio kina Saudi dhidi ya Waarabu ambao wamekuwa ni wabaya kama vile Wahuthi, kama vile Iran, ambaye kwa sasa hivi kitu ambacho hajakipata Trump ni Saudi Arabia na mataifa mengine. Kidogo yeye alikuwa anaikandia sana Iran, lakini sasa hivi kidogo haya mataifa msimamo wao dhidi ya Iran sio kama ule uliokuwa kipindi cha mwanzo mwaka 2017 ambao mataifa hayo yalikuwa na msimamo mkali sana kwa Iran. Lakini sasa hivi mataifa hayo yote yamesha tengeneza ule uhusiano wa kirafiki zaidi, wana mahusiano ya kirafiki zaidi kati yao na Iran. Na ndio maana unaweza kuona Trump aliongea na kusema kwamba inabidi Qatar aongee na Iran. Yeye alisema vibaya, nadhani Khamenei kamalizia tu, na ikumbuke kwamba tayari kuna mazungumzo ya nuclear ambayo yanaendelea huko Rome, yapo kwenye hatua ya 4 nadhani. Lakini Trump anachosema Khamenei kwamba Trump aliongopa kusema kwamba alipeleka mkataba, kwamba pendekezo lishapelekwa kwa Iran, lakini Iran wamekataa na kusema inavyosemekana hamna pendekezo lolote lililopelekwa. Kwa hiyo unaweza ukakaa na kuona kwamba hiki ambacho kinatokea sasa hivi ama kimekuwa kinatokea Mashariki ya Kati ni kwa sababu Marekani anategemea sana yale mataifa. Huo ndio ukweli, Khamenei hajakosea. Uwekezaji wa hizo zaidi ya dola bilioni 4 ni uwekezaji mkubwa sana. Kwa hiyo sio tu kwenye AI, obvious kwenye AI ni uwekezaji ni mkubwa sana. Na unaweza ukaona mbali na hivyo, katika alipokuwa Saudi ilifanyika GCC Summit, ambao ni nchi za Gulf, ikafanyika kama summit, na ni summit ambayo ilihudhuriwa na ile ndege ya Marekani iliondoka na ma-CEO wengi sana, akiwemo huyu BlackRock ambaye Smak amsema na tulimsema mara mwisho kwa wale waloona BlackRock na Vanguard kwamba ndio moja ya makampuni ambayo tuseme kama ni yale ma deep state yenyewe ambayo yana control vitu vingi na kumanipulate geopolitics ama global politics chini ya mwamvuli wa Marekani. Alikopo CEO wa BlackRock, alikopo CEO wa Nvidia Jason Huang, alikopo CEO wa Tesla ambaye ni Elon Musk, alikopo CEO, yani ma CEO walikopo ni wengi. Pale kulikuwa kuna kampuni ya Qualcomm ilikuwepo pale CEO wake, kulikopo kuna CEO wa kampuni ya Oracle. Haya ndio makampuni yote yanasema kwamba yatakopo katika hii miradi ya AI. Kwa sababu ukishaongelea Qualcomm hapo unaongelea ma chips na vitu vingine. Zimetajwa hapo chips za Nvidia za kutosha. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona kabisa katika engo hiyo Marekani ana sehemu zake ambazo amelenga, na kwa sasa hivi yeye hamna taifa ambalo unaweza ukasema limezidi chip technology ya Marekani. Haliko. Europe watoe. Mchina ndio huyo tunayemuona kwamba anakuja sasa, na yeye anakuja kwa kasi kuweza kushika hapo, kuweza angalau kufikia ile chip technology ya Marekani. Labda South Korea yeye ndio tunasema yupo, especially maabara za Samsung, lakini bado anakopa anaachwa na Marekani. Wa Marekani kusema kweli wanakuwa wako mbali sana. Kwa hiyo kiujumla tukikaa tukaangalia safari ya Marekani, kusema kweli hela kafanikiwa kuondoka nazo, sababu mikataba tayari imesainiwa, tena mikataba zaidi ya kama hiyo unaosema mingine inaanza miaka 5, mingine 6, mingine 10. Kama hiyo ya ndege, hiyo ni mikataba ya mapema tu, hiyo Boeing na vitu vingine, sio ya aluminium. Hiyo ni mikataba ambayo itakuwa ni ya mapema kabisa. Lakini pia unaweza kugundua, unakuona hata ule mvurugano uliotokea kwa China, ule unaweza kaona kabisa ile inaweza kawa ilikuwa ni mbinu. Marekani walisema kapoteza matrilioni mengi, kasharudisha hapo. Unaweza kuona kama ilikopo ni mbinu, kama ni mbinu fulani, ni kama Marekani alitaka aoneshe kwamba mimi nikiamua hamna anayeweza akasema mwingine. Kwa hiyo hata kile alichofanyiwa China unaweza kuona kama ilikopo ni namna kama ya kutengeneza mazingira ya chip kama, kwa sababu nchi kama Saudi Arabia
tayari wameshaanza kuangalia wanajinasua vipi na utegemezi wa Marekani. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyosema, kikubwa paka wameendelea kubakia pale. Unaona sasa hivi hizi familia, royal families, ukija kina Athani, ukija kina Al Maktoum, au familia kina Sheikh Zayed huku, ambao wanakuwa wako tunasema Dubai huku UAE, ukija Athani wenye Qatar, ukija Saudi Arabia ambao wanakopa wako ndo ukoo wa Saudi. Kwa hiyo ukija ukaangalia zile familia zote kuwa madarakani, kuongoza sehemu za Arabu ni kazi sana. Kukaa pale na kutawala imekopa kwa asilimia kubwa ni assurance ya Marekani. Lakini sasa hivi ukija ukaangalia bin Salman, una namna ameanza kuonesha kama ile reliance anataka ivunje base kwa Urusi. Unaweza kuona kile kipindi walichokataa waliambiwa shusha bei, wakati wa Biden wakakataa bei za mafuta, wakaziacha juu vile vile. Hata Trump alipoingia sasa hivi aliomba, alisema bei zishushwe. Sidhani kama Saudi Arabia alishusha. Unatoka hapo unaangalia mfano kujiunga na BRICS. Unaweza ukaona BRICS, China anakuja na hiyo mfumo wake wa malipo kuchallenge mfumo wa SWIFT, ambao ndio tunasema mmoja ya vitu ambavyo ndio driving forces ama ni zile nguvu ambazo zinasukuma ile US hegemony ama mfumo wa utawala ule wa taifa la Marekani. Sasa huyu BRICS, unaangalia haya yote anayoyafanya huyu bin Salman, sio bahati mbaya, ni signal kuonesha kwamba kuna namna anataka ajitoe kutoka kwa Marekani. Pia wao wanaona vitu vinavyotokea ukiwa unamtegemea sana Marekani. Wanaona wamejifunza kwa yaliyotokea wenzao huko nyuma kina Saddam Hussein, na kujua kwamba siku ambayo Marekani atakuona wewe hakuhitaji, nini kinachoweza kutokea. Hayo yote wanayafahamu au utakapokuwa huna maslahi naye. Kwa hiyo sasa, na yalichawahi kumtokea Mohammed bin Salman kipindi cha mauaji ya Jamal Khashoggi. Pale unaweza kaona namna walivyokuwa wanamfanyia. Kuna kipindi alienda kwenye kikao, namna alivyofanyiwa, namna alivyotritiwa, ilikopo ni mkutano ule, viongozi walimtenga sana. Yani hichi anachofanywa Putin ndio yeye alichofanyiwa. Kwa hiyo ndio maana huwa anachuki sana na viongozi wengi kweli. Lakini kwa Trump ilikuwa tofauti, kwa sababu alivyoingia lile la Jamal Khashoggi pale ndipo ambapo lilikuwa limefanyaje, sakata lile likafia hapo na halikuwahi kuongelewa tena. Lakini ule ulikuwa ni msala, kwa sababu waandishi aliingia kwenye ubalozi wa Saudi Uturuki na hakutoka tena. Lakini anachosema ni kwamba kilichofanyika, alifanywa mauaji na aliuliwa, ambao ni kosa kubwa sana. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa familia hiyo ya kifalme ya Saudi Arabia. Kwa hiyo unaweza ukaangalia na kuona kwa nini hizi nchi zinanyenyekea sana hivi Marekani, kwa sababu kwa miaka mingi madaraka yao ama utawala wao umekuwa unashikiliwa na taifa la Marekani tangu miaka hiyo ya 90, miaka ya 70 mpaka sasa hivi, miaka hii ya sasa. Kwa hiyo unaweza ukakaa na kuangalia hivyo. Kwa hiyo safari ya Trump imekuwa na mafanikio makubwa sana, na yeye anadai kwamba mpaka sasa hivi ana uhakika wa investment total ukijumlisha na mataifa mengine, investment kama kutokea kwenye makampuni mengine kama Taiwan Semiconductor, TSMC wenyewe, ukijumlisha nyingine zote na makampuni mengine zote, investment zote, unaweza ukaona kwamba ni zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 11. Kwa hiyo mnauona kabisa uchumi wa Marekani ukikua kwa kasi sana baada ya miaka miwili mitatu. Una kasi ya ukuaji inaweza angalau ikafikia ile ya China au ikavuka. Nafahamu kwamba uchumi unaokuwa kwa kasi sana, sio uongozwi na India ambayo ina 8. Kuna nchi zile nadhani Guyana ndo zinaongoza, Guyana ndo zinaongoza baada ya kugundua mafuta na kwa kasi zaidi ya 20%. Kwa hiyo Marekani naiona kabisa inakuja kukua kwa kasi sana, pengine kufikia zaidi hata 5%, 6%, au hata inaweza ikalingana ama ikazidi China ambayo inakuwa kwa kasi ya 5% au 6%, ambayo China imekuwa ina changamoto kidogo za kiuchumi tangu kipindi cha corona. Okay, sawa. Sasa tumalizie na kauli ya senator wa chama cha Republican anaitwa Randy Paul, ambapo Jumapili ameonyesha mashaka kuhusu mpango wa serikali ya Rais Donald Trump wa kupokea ndege ya kifahari kutoka kwa familia ya kifalme ya Qatar kwa ajili ya matumizi kama Air Force One, akisema hatua hiyo inaashiria mgongano wa maslahi, conflict of interest. Tuna mamlaka ya kutumia kura ya turufu, veto, katika bunge, na nimewahi kushiriki katika kutumia au kujaribu kutumia turufu dhidi ya mauzo ya silaha kwenda Qatar na Saudi Arabia kwa sababu ya ukiukwaji wa haki za binadamu, Paul alisema katika kipindi cha This Week cha ABC.
Hivyo je, inaweza kuathiri mtazamo wa umma kuhusu serikali ikiwa ina ndege ya dola milioni 400? Huenda kwa uchache inaonekana kama mgongano wa maslahi. Hii haistahili usumbufu wake, na naamini inavuruga mafanikio yaliyopatikana katika ziara Mashariki ya Kati, Paul aliongeza. Mbunge huyo kutoka Kentucky ni miongoni mwa maseneta wa Republican waliotoa wasiwasi wao kuhusu hatua hiyo isiyo ya kawaida ya kukubali ndege aina Boeing 747-8 kutoka taifa la kigeni. Alipoulizwa kuhusu uhalali wa kupokea zawadi hiyo, Paul alisema huenda kuna njia halali kabisa ya kisheria ya kuandaa mpango huo, lakini akaongeza kuwa haitoshi kufunika matatizo yanayoweza kutokea. Katika maoni mengine kuhusu ziara hiyo, Senator wa chama cha Democratic Tim Kaine alisema katika kipindi cha Fox News Sunday kwamba ziara ya Rais Trump Mashariki ya Kati inaleta mafanikio fulani, akitoa sifa adimu kwa rais kutoka upande wa upinzani. Hata hivyo, Kaine alionya kuwa baadhi ya mikataba ya Trump katika eneo hilo inaibua maswali makubwa ya ufisadi. Makamu wa rais wa zamani wa Trump, Mike Pence, aliikosoa vikali ziara hiyo, akidai kuwa Trump alimkosea Marekani, alimkosoa akiwa kwenye ardhi ya kigeni, kitu alichokiita udhalilishaji kwa wanajeshi waliopigana Afghanistan na Iraq. Pence alikuwa akizungumzia hotuba ya Trump iliyotolewa Riyadh siku ya Jumanne, ambapo alisema kuwa wajenzi wa mataifa wanaoitwa kutoka taasisi ya sera ya nje waliharibu zaidi ya walivyorekebisha katika eneo hilo. Pence pia amekuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa zawadi ya ndege kutoka Qatar, akisisitiza kuwa hatua hiyo inatuma ujumbe usiofaa kuhusu uadilifu wa uongozi wa Marekani. Unafikiria vipi kama Biden ndio angekuwa amepewa hii zawadi, halafu Trump sio rais ama anaelekea kwenye uchaguzi? Can you imagine Trump angesemaje? Unadhani angekipongeza hiki kitu? Binafsi taarifa nimeifuatilia sana. Yeah. Mpaka technicality zake za kisheria na kila kitu. Kama alivyosema kwamba kuna, lakini nimeamua kutokui nani make, naona kwangu mimi nimeona sio yani hii mimi ningependa tu ni pass, nisitoe maoni. No, nabidi kwa manufaa ya wana SNS hizo research ambazo wamezipata, hizo technicalities. Makesi inaweza sio opinion yako. Wenzetu wana sheria amba kuna kiwango ambacho hutakiwi kuvuka kupewa zawadi yote zaidi ya hiyo. Na ni less than $10,000, ni chini. Hata hizo sheria hata kwetu zipo. Hata kuchukua zawadi gani na nini zipo. Kwa hiyo hiyo imevuka. Nimeifuatilia hii, ni sawa sana na ile kama umeona recently swala la gorilla moja anaweza kupigana na watu wangapi, sio kama umekutana nao katika pitapita za social media, kwamba gorilla mmoja anaweza kupigana na wanaume wangapi, 10,000 na vitu kama hivyo. Okay. Yes. Mimi nimeona tu skit ya kuchekesha moja. Jamaa mpenzi wake amemprank kwamba amepata kazi $50,000. Kazi yenyewe jamaa kafurahi, miracle can happen. Kazi yenyewe ndio hiyo, kupigana na gorilla. Exactly. Kumbe ni trend. Yes, ni trend. It's a trend, Kuna research ilisema kwamba gorilla mmoja ana nguvu zaidi ya wanaume 10 au zaidi. Okay. Kwa hiyo imetrend kwamba imekuwa very big issue. Lakini kwa sisi ambao waga tunafuatilia hivi vitu, ukiona kuna jambo la kipuzi na trend, angalia nyuma. There is something very important which is going behind the back. Kuna kitu cha muhimu ambacho kina nani. Kwa hiyo hata hii issue ya ndege naiona kabisa is like a smoke screen. Kuna mambo mengine ya msingi zaidi ambayo nayaona. So mwisho wa siku Democrats na Republicans watatupiana nani, uwe mmoja anataka kuitia doa ili mradi apate doa lolote kutoka kwenye, kwa sababu kama Marekani Trump is a win. Hii trip aliyotoka Middle East is a win. Kapata investment ambazo sidhani kama kuna rais yote ambaye ameipata au amewahi kuipata huko before. I think this is the biggest investment deal since petrodollar. So tunategemea kwamba kwenye siasa
lazima upande mmoja watatupiana vijembe na vitu kama hivyo. So at the end of the day kwa sababu sioni any implication zake kwenye siasa wala geopolitics wala nini. Sana sana upande wa pili ndio huku mnaenda kutoa 400 hiyo Boeing ina thamani zaidi ya milioni 400. Alafu ndugu zenu Gaza hata maji ya kunywa hawana, mafuta tumeona ambulance 75% zinashindwa kutembea kwa sababu ya vitu kama hivyo. So at the end of the day hiyo mimi ningependa tu skip. Ali, wamechukuliaje hiyo? Mimi kusema kweli, kwa sababu unajua sheria hizi ukikaa ukafuatilia sheria hizi za kwetu, ukianzia hata huko kwa wenzetu watumishi wa serikalini wote huwa wana kiwango kama alivyosema Smart cha zawadi cha kupokea, lakini so kiwango pia kuna namna, yani ile ndege kuna namna mbili unaweza ukaiangalia. Unaweza ukaiangalia kama diplomacy ama unaweza ukaangalia kama rushwa. Lakini katika namna ambayo wengi wameangalia kwamba ni bribe, ni rushwa. Kwa nini Qatar anafanya vile? Ni kwa sababu ukiangalia katika nchi zote inasemekana kama Qatar ndio nchi ambayo ilikuwa inadharaulika sana. Na hata kwa udogo ukiangalia population, ukiangalia nguvu ya uchumi, leo angalia Saudi Arabia ni inajulikana ni uchumi mkubwa, ina idadi kubwa ya watu, ardhi yake ni kubwa, lakini njoo uangalie Qatar ni kadogo, idadi ya watu wenyewe nasema ni milioni 2. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo. Huku unakuja kwa UAE kwa mathinka unasema kina Sheikh Maktoum, wafikiriaji wakubwa, sababu wale ndio walianza ile hata ule mpango wa leo tunaona Dubai ilivyo imekuwa kubwa kiasi kile. Unaweza ukaona UAE au Emirati. Sasa Emirati wale nao wanakuwa na ukubwa huo. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia unaona katika hizi nchi za Gulf hata Omani pia ni kubwa. Kwa hiyo UAE inasemekana kwamba Qatar inasemekana kwamba yenyewe ndio kwa miaka mingi ilikuwa ni ndogo ukilinganisha, yani hata muamko wake ama nguvu ambayo ilikopo nayo Marekani mpaka sasa hivi influence yake ni ndogo sana. Kwa hiyo anasema wanajaribu kutengeneza influence na masuala yao kuheshimika. Hayo masuala unayatengenezaje? Ama influence ya kupendwa na Marekani, kupewa kipaumbele. Hawana kipaumbele kama Saudia anavyopendwa. Huo ndio ukweli. Saudia ndio super force pale Middle East, ndio kama kitovu. Kwa wao wanakuzaje influence yao, ndio inasema kwamba wakaona hii mbinu ya kutoa hii hongo. Ile ni kama hongo. Hamna namna unaweza kuiweka kama kusema labda ukaiweka labda ni diplomasia. Hamna, unaona kabisa imekaa katika mtindo huo. Wenyewe wamekaa wameona tuje na zawadi gani. Sasa swali langu tu ni moja na nilojiuliza, Trump anavyostaff hiyo ndege obviously anaondoka nayo, sio ndege ya serikali. Ingopo imepewa serikali ya Marekani, nadhani story ingekuwa tofauti. Au kabisa ndugu yangu. Yes, ingekuwa serikali ilikuwa not a big issue. Lakini ni ya Trump. Ina maana Trump anavumaliza hata ile ndege lake. Na watu wanasema Trump anapenda sana ndege. Unaweza kaangalia ile ndege yake ya Trump. Na Trump anapenda sana vitu vyake ambavyo havihusiki na Marekani. Angalia Mar-a-Lago sasa hivi. Anafanya vikao vyake vingi sana Mar-a-Lago kuliko ni White House. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba jamaa wamekaa wameresearch Waarabu wale, na Waarabu wana hela kaskai. Yani hatari sana. Wewe kaa ujiulize, na kwa mfano tu mchache. Kwanza naweza nikasema katika vitu ambavyo Waarabu unawasikitikia ama ni hivi. Unajua Waarabu wamebet pakubwa, unavoongelea Saudi Arabia kuinvest dola bilioni 600. Ile ni almost tunasema ni nusu kama sijakosea ya GDP yao. Wana invest Marekani. Sasa hapo tuombe mambo yasiende vibaya. Ya mambo yakienda vibaya, ile ni investment, uwekezaji ambao unaweza pesa zisianze kurudi hata baada ya miaka 5, miaka mingapi. Na hata nimesahau pia Sam Altman alikuwa pale, nilisahau kumtaja mkurugenzi wa ChatGPT, na yeye ana ule mpango wake ule wa unaitwaje ule na get nini unaitwa hivyo, ana mpango wake huo ambao ni mpango mkubwa sana, alikuwa anazunguka anahitaji fedha funding. Kwa hiyo unakuja nchi kama Qatar ndo wao wanasema kutengeneza influence. Hela waliowekeza ni nyingi kuliko hata huyu Saudia. Nyingi kuliko ni GDP yao wenyewe. Hawamfikii Saudia kwa GDP hata nusu.
ni almost robo ya Saudia. Wamewekeza na wenyewe zaidi ya dola trilioni 1 hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona hizi nchi zimebet kiasi gani. Ukitaka ujue Arabu wana hela kiasi gani kama fun fact, hebu angalia. Sisi ndege tunakaa tunajiuliza hivi ndege kununua, alafu hawa Boeing ukafikiria utaona kama wana wenyewe wana tabia za ubaguzi. Kwa sababu sisi tunanunua ndege tunasubirishwa hata miaka 3-4. Hatupewi ndege. Yaani mnakaa mnasubiria ndege mwaka, mnasubiri ndege. Leo angalia hao Arabu wanavyopewa. Mwarabu kama hivi tunaongelea Qatar, amevunja rekodi, ametoa ndege nyingi sana. Oda yake ikijumlishwa ni zaidi ya ndege 200, lakini zile katika huu mkataba ni 100, lakini zipo nyingine bado zinasubiri. Sasa hizo ndege zote kaa ufikirie, achana na UAE ambayo tumesema Etihad nao wametoa, ongelea tu Qatar. Ndege hizo zaidi ya 100. Sisi tuna ndege zetu hizi tunahangaika 6. Kwa hiyo ukikao kaangalia unaona kabisa Arabu wana hela sana. Yani ile region ni ya kuacha, na ile region ilikuwa ni jangwa kabisa, sehemu ya kawaida kabisa ambayo hapasinge kalika bila mafuta. Yani watu wangekuwa pale wangekuwa ni maskini wa kutupwa. Lakini leo unaangalia jamaa wameweza kugeuza. Kwanza sasa hivi wana mpango wa kutoka wasitegemee kabisa mafuta, ndio maana unaona hizo investment zote. Na leo wamepageuza jangwani, pamekuwa ni kitovu cha uchumi duniani, kitovu cha utalii. Yani ukiongelea tourist destination centers ndio huko, ndio maana wananunua mandege. Watu wanahitaji kwenda Qatar peke yake, inasemwa kwa mwaka inawapanda ndege zaidi ya milioni 40. Unaweza kuona hiyo demand ni kubwa kiasi gani. Ndio maana mataifa haya yanawekeza, yananunua ndege. Kwa hiyo unaweza kaona Waarabu wamewezaje kupageuza. Ndio maana nikasema credit zinaenda kwanza kwa huyu uko nasema wakina Maktoum al-Maktoum Sheikh Zayed kama sijakosea, namna ambavyo waliweza kuweka jicho na kuja na ile tunasema ile dream vision ya vision 2030 ambayo ndio imeifanya Dubai leo imekuwa hivi ilivyo, ambayo ilianza miaka ya 90 huko. Wamekuja na Palm Islands, wamefanya vitu vikubwa sana ambavyo leo tunaona. So unaangalia pale zile nchi unaziangalia kwa jicho la tofauti, na Saudi nao wanakuja na mfumo huo, na wenyewe wana dream 2030, na wenyewe tunaona wamehost kombe la dunia, wanahost kombe la dunia, lakini wanajenga Jeddah Tower itakuwa ndefu kuliko ni Burj Khalifa. Yote hao unaona, lakini wewe jiulize, Qatar kaonesha kombe la dunia, Saudi ameonyesha kombe la dunia. Hivi vyote sio bure, pesa. Yani ndio hayo mambo unayosema umesoma hapo ya rushwa pia yako. Yani Waarabu kudili nao, yani rushwa hiyo ipo na inatolewa sana. Yani jamaa wana hela sana. Na ukikaa ukaangalia hivyo, angalia tu mfano unaoongelea kombe la dunia. Sepp Blatter, sababu kubwa ya kutolewa ni kwa sababu ya kuwapa Warusi kombe la dunia, haki ya kuonyesha ile kombe la dunia lilofanyika Urusi. Ile iliwakasirisha sana mataifa kama Uingereza, mataifa kama Marekani. Wakawa wamechukia sana, na sababu ndio unaona ile akachunguzwa, mara ukasikia mpaka CIA kama sijakosea, si ndio ilikuwa hivi, walitoa mafaili yake kwamba huyu alihusika na rushwa na nini. Baadaye Sepp Blatter akaondoka, kaja mtu wao leo Marekani ataonesha naye kombe la dunia. Lakini baada ya hapo unakuja kushangaa katika eneo moja Uarabuni, kombe la dunia baada ya kutoka Qatar 2030 linarudi tena Saudi Arabia. Sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo unaweza ukaona pesa. Sawa, so nimalizie na sheria ambayo inakataza hiyo swala la ndege. Inaitwa Foreign Gifts and Decorations Act, FGDA, ambayo inasema sheria hii ilianza kutumika mwaka 1966. Inakataza maafisa wa umma wa Marekani wakiwemo marais kupokea zawadi kutoka kwa serikali za nje, isipokuwa moja. Zawadi hiyo ni thamani ndogo sana, nominal value, kwa sasa kiwango kiwa ni karibu dola 415. Hiyo tu ndio inaruhusiwa. Zaidi ya hapo hapana. 2, au zawadi hiyo inapokelewa kwa niaba ya taifa, sio kwa matumizi binafsi. So kwa hili la Trump yeye kupewa hiyo ndege ya kifahari, basi rais au afisa anayepokea lazima hiyo ipokelewe na serikali ya Marekani na sio kwa matumizi yake binafsi, au sio? Kwa hiyo ndo hivyo, na hii issue itaongelewa sana na wapinzani pia, watapata sehemu ya kumpigia jamaa, lakini jamaa hatajali. Maana na hapo umesema itakuwa kama ya Foswani, na maanisha anaipa nchi kazi ya ziada ili kuifanya ile ndege iwe kama presidential, maana wana protocol zao wenyewe za ulinzi wa rais. Na maana ile ndege lazima iwe customized kwa ajili ya unapoongelea Air Force One, ile sio ndege ya kawaida. Kwa hiyo itabidi hii nayo wakati ipo katika utengenezaji, hawa Qatar wenyewe watakachofanya watawalipa tu Boeing. Sababu ni kama tu yani Marekani anatoa mfuko huu anamishia mfuko huu. Wao ndio wana monopoly ya uzalishaji wa ndege. Sasa anapotengeneza Boeing kule,
lazima ile ndege itengenezwe as per standards za Air Force One, security na nini, sijui vyumba vya mikutano na nini, iwe katika standard ya kiulinzi inayoendana na rais wa Marekani. Kwa hiyo ina complication nyingi, lakini kwa sababu rais Trump bana ni rais anayejua kutumia nguvu zake, yani za kiraisi, hata lazima gharama ambazo itahitajika ili iwe standard kama alivyosema Ali ya Air Force One kumjibeba rais, it's $1 billion. Yani watambuzi kama PBD wameshaichambua kwamba $1 billion. Alafu istoshe tayari hii Air Force ambayo inatumika sasa hivi na rais wa Marekani imepitwa na wakati ya kizamani sana. Tayari washaweka oda ipo ndege ya rais ambayo ipo tayari inatengenezwa. Kwa hiyo huyu akipewa yani ni gharama mara mbili kumtengenezea hii na ile ambayo inatengenezwa hiyo. Okay. Yeah. Interesting. So nadhani tumezungumza vingi vya kutosha, na wewe pia una mtazamo wako pia. Asante sana kwa kuungana nasi kwenye GPS ya leo hii, na kukumbusha tena SNS Premium, tafadhali pakua. Leo hujasema akaunti yako bwana Chimasubi, vipi bwana? Utakosa mke bwana. Yani nimesahau wimba. Hebu waambie jamaa, bwana nimesahau. Nimesahau kabisa. Na nawakumbusha tena, Chimasubi, CHIMASUBI. Hiyo ndio username yangu ya Instagram. Na hiyo verified, ukiona ina tiki ndio yenyewe kabisa. Ndio yenyewe ndugu zangu. Pata hapo kwa ajili ya catch up. Unaweza ukanicheki, ukaniuliza, ukamanya hivi, DM na masuala mengine yote. Na actually DJ Smart pia, DJ Smart 255 haina mambo mengi. Kwenye mitandao yote, TikTok wapi kote hivyo. Wajiandae na podcast. Of course. But podcast yenyewe inaitwa The Feed. Jiandae kula kulishwa FEED. The Feed. Alafu DJ Smart na segment yake ambayo nimeipa jina 15 za DJ Smart. 15 tu, lakini zitakuwa amazing sana. Dakika 15 za DJ Smart. Unajua wengine wakimsikiliza jina la DJ Smart wanaweza kufikiri labda ni Don Johnson Smart. Ni DJ kabisa huyo, disc jockey. Huko ndo nani, na mimi sasa hivi nimespecialize zaidi kwenye kazi za corporate diplomat. Kwa hiyo just in case mna ofisi yenu, I do very rare weddings. Actually na rooster 16. Okay. Lakini nachagua sana aina clients wa kufanya nao kazi. Kitu nilichojifunza, kwa kama kuna mwana SNS anataka kuoa in the future, anataka DJ kwa heshima, kwa sababu akawa ni mtu wa GPS, akakutaka wewe DJ Smart upige pale muziki, inawezekana. Yani unajua nilichojifunza the long run, nimekuepa kwenye game ya DJ zaidi ya miaka 10. Actually 15 sasa hivi. Na wake officially nilianza mwaka 2010. Before that nilikuwa nafanya zile mtaani kukiwa kuna birthdays, kuna nini mtaani, zote nilikuwa napiga. Then nikasafiri nikaenda nikasoma, nilivorudi ndo nikaanza nilichojifunza in the long run, amna wateja wanaosumbua kama wateja wa bei rahisi. Yani wanalipa kidogo alafu they overdemand. Kutesa sana. Lakini ukikuta mtu ambaye anakulipa vizuri, kwanza ni kwamba mpaka amekuchagua wewe, ina maana ameridhika na uhakika na kazi yako. Alafu anajua kitu gani cha kuexpect, anakulipa, kazi yako inaenda vizuri. And kama juzi nimetoka kufanya kazi ya Kigiriki ile, and na zinginezo ambazo nimefanya, ikiwa mili ya balozi wa Marekani, mabanks na kazi mengi. Ramadhani tulifanya na KCB Bank. So wale watu wanalipa vizuri, alafu hawana longolongo, hawana shida. Kwa hiyo nachagua sana. Kuna harusi nafanya ambayo ni tarehe 14 nani, so mtu ana harusi yake nani, niomba niwaambie kwamba mimi I don't je kama mtu mwana SNS yuko Marekani alafu anakutaka Smart uje mzigo nao, mimi mzee wa safari tena itakuwa better, yani dakika 0. Yani cha msingi tu niwaambie, I'm not expensive lakini I'm not cheap. Yes. Kuafford ataweza kuafford mtu ambaye anania, ila kama alivyosema usumbufu ule bwana. Nimejifunza in the long run. Cheap people. Hata juzi nilikuwa naongea na nani, this is off the books, nadhani nani, nilikuwa naongea na mshikaji wangu unamfahamu Freddy. Tukaje tukakaa tukafikia mwafaka kwamba hata mpenzi ule naye, ukiwa na mpenzi ambaye hali yake ni ya chini sana, mnasumbuana sana, kuna convenience ambavyo ni nani havikosekani. Okay. Yes, na simaanishi
wapo wazuri ambao wana, yani nikisema cheap sio kwa uwezo peke yake, hata mentality. Kimkuta mtu pia na mentality ambayo it's very cheap, ambayo siku zote anataka kupata au nini mtasumbuana, lakini ukikuta kama ni mpenzi, kama ni mke, kama ni mshikaji ambaye yuko vizuri, anajielewa, they are smart, unajikuta uhusiano wenu unakuwa very comfortable, mna vitu vidogo vidogo ambavyo vilitakiwa vilete migongano na nini inaondoka. When you meet with someone who's smart, working class, kwa sababu mtu ambaye especially kwa mwanamke ambaye ana uwezo wa kujikimu, kujimudu, akiamua kuwa na wewe, ina maana kakuchagua kuwa na wewe. Hayuko na wewe kwa sababu unamprovidea, lakini haiondoi majukumu ya mwanaume na wewe kuprovide. Lakini mtu ambaye tunaonaga sana mjini sana, watu wengi especially wanawake wanaume either mzee sana au ambaye hawaendani, simply because maslahi. Yani only thing ambao wako ni kwa sababu ya maslahi. Lakini ukimkuta mtu ambaye is well off, anajikimu, akikuchagua ina maana akakuchagua wewe, kwamba kiukweli matokeo yake ile mahusiano yanaenda. Same thing kwenye client, same thing kwa washikaji. So yeah, so imeeleweka. Kama una shughuli kama hiyo, smart, sio too expensive but not too cheap pia. Kwa hiyo The Feed podcast ya Smart kwa dakika 15 utajua ni kitu gani. Pakua application sababu tunaanza next itakuwa bure, usiogope. Yeah. Yaani podcast ni katika nani za bure. Zile za bure sababu. Yes. Kwa hiyo usikose hiyo simply because wewe pakua tu application na nao kwenye simu. Yes. Alafu mengine ukijisikia kulipia content zingine ambazo ni nondo sana, wale ambao wameshalipia wanafaidi, unaweza kufanya hivyo. Kama hujui namna kuipakua application yetu, kwenye link hapa kwenye video hii kuna ya kwenye App Store na vile vile kwenye Google Play Store, au search tu SNS Premium utaona logo yake ambayo ni kama hii lakini na neno tu premium chini. Pakua uwe nayo application hii. I'm telling you, it's the next big thing. Miaka 2 ijayo tutakuwa tukiongea hapa, tutakuwa mkituambia Sky ulituambia bwana, kwa sababu mipango ni mikubwa sana. Frederick Bundala, DJ Smana, Ali Masubi, hadi wiki ijayo. Kwa heri.